Lakini sasa dokta, ningependa kuchomeka kitu hapo na kukuuliza kitu. Naam. Nimefurahi sana kumsikia mmoja katika wasome amesema kwamba sifa mbili zikipatikana kwa wanaume, naam, basi wake zao watawapenda sana. Akataja sifa ya kwanza akasema mwanamume mkarimu anapendwa zaidi na mke wake. Naam. Lakini sifa ya pili, mwanamume anayepuuzia mambo, si kila kitu anakidadisi, basi huyu atapendwa na mke wake na atadumu katika ndoa. Lakini dokta, napenda kuuliza, mbona saa hizi ukichunguza utapata 99% wenye wake zao ndio mara nyingi wanaketi katika vijiwe vya kahawa, wanaketi mahoteli wakinywa chai, wapige story na rafiki zao mpaka ifike usiku ndo waende majumbani. Ndio. Mbona hawa wengi wako na wake, wako na nyumba nzuri, vyakula kila aina vipatikana nini, lakini wanafadhilisha kuketi mahotelini mpaka ifika jioni usiku ndo waende majumbani? Mbona hawaketi na wake zao wakapata muda na wao? Unajua maana ya kuoa ni kutaka maisha ambayo yatakuokoa na nini? Yatakuokoa na influence ya maswahibu, yatakuokoa na machafu yaliyoko katika jamii, yatakuokoa na viki zinazoambatana na maisha ya upweke, yatakuokoa na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yote haya yanahitaji mtu ambaye anamurua, anajua kwamba yule ndiye moa ama huyu aliyenioa ni mtu ambaye alikuja kwangu tayari akiwa ni mtu mkubwa. Kwa hivyo sivyo yeye atakavyo, sio tabia yake ambayo itaamua mimi nitakuwa ninamwangalia kivipi. Itakuwa ni mimi namwangalia kulingana na vile nataka yeye awe, sio yeye vile alivyo. Kwa hivyo ukimwona mwanamume ambaye anajiweka kando na mke wake ni kwa sababu amekataa kukubali huyu mke wake ni mtu tofauti na yeye. Na unakuta pia Sheikh Muhammad ni kwamba yale maadili yetu ya kindoa siku hizi yameporomoka, kwamba ule ukarimu, ile huruma, yale mapenzi, kule kuelewana, kule kuwa pamoja, siku hizi imekuwa hakuna tena. Ndoa za siku hizi imekuwa ni ndoa za biashara, nipe ni kupe. Hasa wale wanaokimbia majumbani ni kwamba hawana kitu cha kutoa, akiulizwa watoe. Tumeelewana? Pili, hawana subra ya kuvumilia yale maneno madogo madogo ambayo yanatoka katika ndimi za wake zao, ama wamefeli kuwafahamu na kuwaelewa wake zao na kukosa kujua ile msingi muhimu sana katika ndoa ambao ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni sunna ya Bwana Mtume na ndiyo dini inavyotufundisha. Sasa kama hutaki kuelewa hivyo, hauwezi, nyumba haiwi mahali pazuri. Mashaallah, tabarakallah. Shukran sana. MBTV, dira ya maisha yako.